Wapo binadamu wenye nguvu na ushawishi mkubwa katika maisha ambayo tunaishi mimi na wewe. Ukijaribu kuwachunguza binadamu hao, utagundua sifa zao na tabia zao zinafanana kwa kiasi kikubwa. Hii inaweza kutupa picha kuwa hata mimi na wewe tukijifunza kuiga tabia na mienendo yao, nasi tutakuwa na nguvu na ushawishi mkubwa katika maisha yetu. Katika video hii nitakwenda kukuambia ni vitu gani ambavyo ukianza kuvifanya kuanzia leo utakuwa mwanadamu mwenye nguvu na ushawishi mkubwa katika maisha yako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ambayo ukiyafanya kuanzia leo utakuwa miongoni mwa binadamu wenye nguvu na ushawishi mkubwa katika dunia. Namba 1, usipende kuzungumza kila wakati. Asilimia kubwa ya binadamu wenye nguvu na ushawishi katika maisha yao ni watu ambao mara nyingi maisha yao hutawaliwa na ukimya kuliko kuzungumza. Asilimia kubwa ya binadamu wazungumzaji kupita kiasi, watu wanaowazunguka huwachukulia kawaida sana na mara nyingine huonekana kama binadamu waropokaji. Lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kimya, hawa ni watu ambao huzungumza mara moja, lakini mara nyingi kila neno ambalo wanalizungumza huwa lina nguvu kubwa kwa wasikilizaji, kwani kadri binadamu wanavyokusikia kwa nadra ndivyo wanavyokuzingatia kuliko binadamu wengine. Na ndio maana hata unapokuwa katika mkusanyiko wa watu, mnaweza mkawa mnabishana kila wakati, lakini akiwepo mwanadamu ambaye ana hali fulani ya ukimya, mara nyingi mtataka kuthibitisha uhalisia wa mabishano yenu kupitia yeye. Hapo ndipo mtakapoambizana, muulize hata fulani. Na huyo mtu akishasimama na kusema kitu, basi mnajikuta nyote mnaamini. Hiyo ndiyo nguvu ambayo imejificha katika ukimya, kwa sababu pamoja na kuwa utakuwa unazungumza mara chache, lakini mara nyingi unapokuwa kimya, utakapozungumza watu watakuzingatia, kwa sababu ni nadra kukuona ukizungumza kuliko binadamu wengine. Namba 2, jifunze kuzungumza kwa mpangilio mzuri wa maneno pindi unapokuwa umesimama na kuzungumza mbele za watu. Miongoni mwa vitu ambavyo huwafanya baadhi ya binadamu waonekane wenye nguvu na ushawishi kuliko binadamu wengine ni namna zao katika kuzungumza. Na mbinu hii asilimia kubwa ya wanasiasa wanaitumia, na ndio maana wanapokuwa katika majukwaa wanaweza kuzungumza kwa mpangilio mzuri wa maneno, tena maneno yenye ushawishi na hisia kali, jambo ambalo hukonga mioyo ya wasikilizaji. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kuwa na nguvu na ushawishi mkubwa kwa watu wengine, hakikisha unapotakiwa kuzungumza na mtu ama kundi la watu, tumia mpangilio sahihi wa maneno, lakini pia hakikisha maneno ambayo unayatumia yanakuwa ni maneno yenye mvuto kulingana na sehemu ambayo umesimama na kuzungumza. Kama ukiwa hivyo, asilimia kubwa ya binadamu watavutiwa na wewe, watatamani kukusikiliza kila wakati. Watakuwa ni watu ambao wanahamasika, kwa sababu utakuwa na nguvu ya ushawishi kuliko binadamu wengine. Namba 3, jifunze kutumia sauti halisi ambayo umezaliwa nayo bila kutamani kumuiga mtu fulani kwenye maisha yako. Katika dunia yetu, kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi anayo sauti ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia. Miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kukufanya ukapoteza ushawishi na nguvu ambayo ulizaliwa nayo ni kitendo cha kuanza kuiga namna ya mtu mwingine katika uzungumzaji, kwani inawezekana ukaamini mtu fulani anawavutia watu katika namna yake ya uzungumzaji kuliko wewe. Ni kwa sababu yeye amejua namna gani ya kuitumia sauti yake. Hata wewe umezaliwa na sauti yako ambayo ni ya kipekee kuliko sauti ya mtu ambaye unatamani kumuiga.
Kwa sababu ya upekee huo, endapo utajua namna gani ya kuitumia sauti yako, amini usiamini, sauti yako na upekee ambao upo ndani yake utakufanya uwe miongoni mwa binadamu wenye mvuto ama binadamu wenye nguvu na ushawishi kuliko wanadamu wengine, kwani miongoni mwa vitu ambavyo huwashawishi binadamu wengine kuwasikiliza ama kuwazingatia binadamu wengine ni tone variation ambazo wanazitumia pindi wanapokuwa wanazungumza na watu wengine. Namba 4, jifunze kuadimika baadhi ya nyakati katika maisha yako. Katika ulimwengu wa biashara, bidhaa inapokuwa inapatikana kila wakati, thamani yake huwa inashuka, lakini bidhaa inapoadimika, thamani yake huwa inapanda. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Wanadamu waliokuzunguka wanapokuona kila wakati, wanakuchukulia poa na thamani yako wanaishusha. Nguvu yako ya ushawishi inakuwa haipo tena, lakini pindi unapoadimika ndipo umuhimu wako unapoonekana kwa watu wengine. Hapo thamani yako inaongezeka, nguvu ya ushawishi inaongezeka kuliko ungekuwa ukionekana kila wakati. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kuwa na nguvu katika maisha ya watu wengine, kuna nyakati penda kuadimika, potea kwa muda fulani, usiwe mtu ambaye unapatikana kiurahisi katika maisha ya watu wengine. Namba 5, penda kuulinda muonekano wako. Namna ambavyo mwanadamu anaonekana kwa mara ya kwanza katika macho ya watu wengine huleta matokeo makubwa katika maisha yake kuliko hata anavyofikiria. Mara nyingi unapokutana na kila mtu kwa mara ya kwanza, atakuchukulia kutokana na namna ulivyovaa, namna ulivyonyoa na namna ambavyo unazungumza. Ili uwe miongoni mwa binadamu wenye nguvu na ushawishi katika jamii ambayo unaishi, hakikisha unavaa katika namna ambayo inaweza kuivutia jamii ambayo unaishi wewe. Vaa kiheshima, nyoa katika namna ambayo utaonekana mwanadamu ambaye unajiheshimu, lakini aina ya matamshi ambayo utakuwa unayatumia katika kinywa chako yawe ni matamshi yasiyokuwa na ukosefu wa heshima na busara katika masikio ya watu wengine. Kama utakuwa mwanadamu ambaye unaweza kuzungumza mazungumzo yenye ukosefu wa hekima na busara, watu watakudharau, na watu wakikudharau hautakuwa na nguvu katika maisha ya watu wengine. Lakini utakapokuwa unavaa katika namna ya kujiheshimu, watu watakuona kama mtu ambaye unastahili kuheshimiwa, na kwa sababu hiyo utakuwa miongoni mwa binadamu wenye ushawishi na nguvu kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye, tukutane tena katika video ijayo.